sura ya 2 pale mstari wa kwanza. Hebu mmoja asome. Panasemaje? Roho Mtakatifu. Walikuwa Yesu aliita wanafunzi 12. Mmoja wapo akiwa yule msaliti. Lakini wakaendelea kuhubiri, wakafika wanafunzi 70. Wale 70 akawapa majukumu. Akawaambia waende wawili. Sio watatu. Wawili. Wakaona maajabu. Walipotumwa wawili wakaona maajabu. Lakini pia wakaripoti kwamba kuna mahali mambo yamekuwa magumu na pepo wameshindwa kuwatii. Lakini wakaambiwa kwamba hayawezekani bila kufunga kwa kuomba. Lakini vile vile kwamba Petro naye akatumwa kwa mataifa ili kuona kwamba kwa mataifa nao itakuwaje. Kwa hiyo Wayahudi tayari wameshasikia Roho Mtakatifu, kwa maana Upentekoste umewashukia. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 panaonekana kwamba waliona mioto. Wakaona mioto juu yao, na huku wanamiminika kwa lugha. Kwa maana kuna kitu, wana moto na kuna kitu kimewagusa ndani ya mioyo yao. Na kuna lugha wanaozisema ambazo sio lugha walizokulia. Wanasema lugha nyingine. Na kwa neema kulikuwa na sikukuu kule. Kwa hiyo watu wa mataifa huko na huko walihudhuria. Kwa hiyo wale watu wakasikiwa wakinena kwamba mbona watu wanasema lugha yetu wakati hawa si kabila letu. Lakini wale waliokuwa wanazungumza au wanasema, si kwamba walikuwa wanasema mambo wanaoyajua, lakini walikuwa wanatamka mambo waliopewa kuyatamka. Lakini hayo mambo wanaoyatamka yalimtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa matendo makuu wanaoyaeleza. Kumbe wale watu tayari walishakuwa wameingizwa katika roho. Kwa hiyo wanazungumza mambo ya rohoni. Huwezi ukazungumza mambo ya rohoni kama hujaingizwa rohoni. Sharti kwanza uingizwe rohoni. Na unapoingizwa rohoni, na unakuwa mtu wa kiroho. Na unapokuwa mtu wa kiroho, ndipo unapoweza kuzungumza mambo ya kiroho. Lakini tunapokwenda katika sura ya 10 Matendo ya Mitume, tunaona Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Petro alikuwa anahutubu, au Petro alikuwa anahubiri katika nyumba ya Kornelio kwa wa mataifa. Na Biblia hapa inasema kwamba na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Labda niseme kwamba katika Agano la Kale tunaona kulikuwa na sikukuu kubwa 3. Hata kama kulikuwa na masikukuu mengine, lakini kulikuwa na sikukuu ya Pasaka,
Alafu kulikuwa na sikukuu ya Pentekoste, yani ya mavuno. Alafu kulikuwa na sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya Pasaka ya mwana kondoo. Yesu akawa mwana kondoo wa Mungu. Kupitia damu ya Yesu Kristo, mimi nimepata kuokolewa. Na wewe umepata kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikatimia tayari. Yaani kutoka unaposoma Agano la Kale, ina maana kwamba tafsiri yake au uonyesho wake au udhihirisho wake ni Yesu Kristo msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Na ile sikukuu nyingine tunakuta kwamba sikukuu ya mavuno, tunaona kwamba wale 120 wako pale gorofani na Roho Mtakatifu anashuka, anawashukia. Yaani kutoka kwa Mungu mwenyewe. Yaani kutoka kwa Mungu mwenyewe ametoa. Na vitu vinashuka, vinawashukia watu. Kwa maana kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Na huyo neno alikuwa Mungu. Kwa maana kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani alisikitika sana, akawaambia hapendi, yani kwamba Yesu akasema sipendi kuwaacheni yatima. Maana tunaposoma Biblia tunaona wanafunzi walihuzunika na walihofu sana kwamba yule waliokuwa naye anaondoka. Sasa tutakaa na nani? Jina la Bwana lisifiwe. Tutakaa na nani? Wakahuzunika mno, kwa maana kwamba watakosa wa kukaa naye. Lakini akawaambia hivi, hebu tusome Yohana 14. Yohana sura ya 14. Mstari wa 16. Haleluya. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Ina maana kwamba anakuja kuwasaidia badala ya Yesu. Na ataingia. Kabla ya hapo Yesu akiwa Kapernaum, kama huko kule Samaria, usingemuona. Lakini sasa akasema nitatuma msaidizi mwingine. Atawasaidia sana, ili popote utakapokuwa na yeye huyo msaidizi atakuwepo. Kwa hiyo leo Roho Mtakatifu yuko mahali pote. Roho wa Mungu yuko ndani yenu. Mnatembea naye, Roho wa Mungu. Mnakaa naye, Roho wa Mungu. Mnasimama naye, Roho wa Mungu. Roho wa Mungu yuko ndani yenu. Roho wa Mungu yuko ndani yenu. Ina maana Roho wa Mungu ambaye yuko ndani yenu, ina maana ni Yesu yuko ndani yenu. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Hiyo miaka
nilikuwa nimeisema baada ya miaka ile tena kule kijijini. Kumbe kulikuwa na watu si wanaitwa wachawi, wanajiita waganga. Wakasema hivi, sisi hatupiti ile njia ya pale kanisani, kwa sababu tukipita ile njia ya kanisani vitu vyetu vitaungua. Yaani walikuwa wanaogopa, yaani kupita tu kanisani. Siwezi kujua hivi anaweza kupita mchawi hapo katikati hapo. Inawezekana? Au mchawi akaingia kaka ataungua. Bwana Yesu asifiwe. Ataungua kama wale. Yule mzee nafahamu kabisa. Tena niambie wangu kaka yangu wa baba mkubwa alioa kwake. Lakini akasema sitapita pale hapapitiki, kwa sababu kuna roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akiwa kwako. Na tumesoma kwamba mioto ilikuwa juu yao. Si itaonekana miali mingi au utaonekana mwali mmoja umefungamana mkubwa. Haiwezekani kitu kichafu chochote kikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya moyo wako pakoje? Uko salama? Uko salama? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu. Tajaribu kwa katakata. Roho huyu Mtakatifu. Hebu tusome Mithali. Mithali 1:23. Na Biblia inasema kwa kila mwenye mwili. Kwa maana hapa ndani hata mtoto mdogo ana mwili. Hata mtoto mdogo ana mwili. Kwa maana Roho Mtakatifu ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Hata kijana mdogo ana Roho Mtakatifu, au anapaswa amwagiwe Roho Mtakatifu. Joeli alisema ikatimia. Na Petro akayakumbuka maneno ya Joeli katika kitabu cha Joeli kwamba Roho wa Bwana atamiminwa na ishara na maajabu vitatendeka. Wazee wataota ndoto na vijana wataona maono. Mungu asifiwe. Ndilo kanisa la leo lililotarajiwa. Umetarajiwa utembee na Roho wa Mungu. Umetarajiwa Roho wa Mungu awe ndani yako. Ndipo tuliposoma pale kwa Matendo 2 kwamba Roho Mtakatifu akashuka. Lakini pia Matendo ya Mitume sura ya 1 kuna kitu anasema cha huyo Roho. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Kwa nguvu si alimkana Yesu. Lakini hapa je, alipopokea Roho Mtakatifu alisimama kwa ujasiri. Akawaambia hakuna aliyelewa hapa. Kama basi ni kulewa, tumelewa kwa Roho Mtakatifu. Lakini kale kabinti kalipomuuliza,
wewe si ulikuwa na Yesu? Alisema hata kumjua simjui. Lakini alipopokea Roho Mtakatifu akawa imara, akawa na ujasiri. Uwe na ujasiri pia, na wewe uwe na ujasiri. Pokea ujasiri kwa jina la Yesu. Shuhudia watu. Yule mhubiri wa kwanza, neno lake lisema kuhubiri ni vita. Kuhubiri ni vita. Maana unapohubiri mapepo yote yatainuka. Lakini Yesu amesha yashinda kwa jina lake. Inuka umhubiri Kristo. Inuka umhubiri Kristo. Roho Mtakatifu ameshuka ili watu wawe na nguvu. Nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilieni juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Nanyi mtakuwa mashahidi. Wakati ule Yesu akihubiri, maelfu ikatokea wakajihisi njaa. Wakapatikana samaki na mikate hiyo. Kwa maana mbili ni ushuhuda. Wote wakashuhudia kwamba Kristo anaweza. Na wote wakaona neema ya Mungu, wakashiba wote. Wakaokota mavikapu na mavikapu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni mashahidi wa Kristo. Sisi ni mashahidi wa Kristo. Wewe ni shahidi wa Kristo. Utamshuhudia nini? Utamshuhudia nini? Yesu alipowapa msaidizi, kama alivyotamka, nitawapa msaidizi mwingine, I will give you another comforter. Atawafariji, atawainua. Hamtakuwa na hofu tena. Nilipookoka, kwa maana nilitoka kutoka dini nyingine, ni kwa sababu Mungu aliniita. Ile dini nyingine nayo, bado nilipokuwa sijaokoka, nilikuwa kijana mdogo. Baba yangu wakati huo alikuwa anauza samaki. Kwa hiyo alikuwa ananituma kwenda kuuza samaki. Ikifika watu wametoka kanisani kutoka hiyo dini, na mchungaji atapita, tulikuwa tunauza samaki kwenye vilabu. Kwenye vilabu vya pombe. Kwa hiyo mchungaji wao wakiona yule anakuja, wanajiingia ndani kwenye vyumba. Kile kilabu kilikuwa na vyumba mbalimbali, wanaingia wanajificha. Kumbe nao walikuwa na kamotomoto kadogo, kalikuwa kanawasumbua. Wanakunywa pombe, lakini sasa hawataki mchungaji awaone. Kumbe ikafikia hatua na mchungaji kawashinda, ikabidi awaone tu aseme nini. Kwa sababu mtu anakuwa mtu anapokuwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo sura ya 2
unasoma kwamba likaundwa lisanamu. Ikabidi lile lisanamu halineni wala halitembei, ni mpaka likapuliziwa pumzi ya Mungu, ndipo ikawa nafsi hai. Kwa hiyo mtu kama mtu anakuwa mtu wa Mungu kama amepuliziwa roho wa Mungu. Mungu asifiwe. Na Yesu aliona kwamba Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Ni wa muhimu sana. Hebu tusome sura ya 12. Ili upatikane mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu, niseme kwamba amegawanyika katika makundi au zile karama, yani zimegawanyika katika makundi matatu. Kuna karama za kujua, yani niko hapa tu najua yule amefanya nini. Najua, sio kwamba nimeona kwa macho haya, lakini najua. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Yani naweza kukujua kabisa kuanzia juzi mpaka leo umefanya nini, umetembea wapi, ukapita wapi, najua. Hilo ni kundi la kwanza, ambao kuna roho, kuna neno la maarifa. Ndio hilo neno la nini, la maarifa. Alafu kuna neno la hekima. Kuna neno la hekima kwamba huyu ambaye yuko hivi na hivi na hivi tutamsaidiaje au atasaidikaje katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kupambanua roho. Huyu ni roho wa Mungu au ni roho kutoka wapi? Akaja mtu mmoja bwana. Tena viti vilikuwa sio hivi, lakini nakumbuka alikuwa amekaa kwenye nafasi hivi pale. Na mama mmoja naifahamu, alikuwa nyuma yake, alikuwa shemasi. Yule mtu akaanza kama vile anamiminika. Amejaa kama ni kwa namna ile. Lakini nikatia mashaka. Lakini haikuwa mashaka yangu. Sasa wengine wanasema labda ni mashaka yangu mwenyewe. Unaweza kusimtii Kristo sawa au kusimtii roho wa Mungu. Alinena. Baadaye tukamaliza ibada. Mtu mmoja akatamani kumchukua. Sasa sina mimi nilikuwepo, inabidi na mchungaji aandamane naye. Tukapita mahali kuna uwanja wangu. Aidha nilikuwa nimepiga msingi fulani. Kaangalia kile Kasema naangalia uwanja wangu hapa. Ni wako. Kaanza kujaa pale kwamba hapa nitafanya 1 2 3. Kasema huyu mtapeli. Yaani pale ndipo ikanifunulia. Nikasema huyu ni tapeli. Baadaye alieleza, nafikiri mchungaji Yesu anamkumbuka. Alieleza mambo mbalimbali. Baadaye akakaribishwa na mshirika mmoja, alikuwa ni polisi. Jina lake namkumbuka mume, lakini yule mke nimemsahau jina lake.
washirika wetu walikuwa yule wa kike. Ikaonekana kama vile ni wa kweli, ikachanganya mambo anayosema. Maana alienda nimeruka kidogo. Alikuja akasema alikuwa anakwenda sijui wapi, akaibiwa. Mwenyewe alikuwa anasema nikaibiwa briquettes yangu ikaibiwa pale Hedaru. Sijui ilikuwa na milioni 2. Milioni 2 wakati ule zilikuwa nyingi. Mwaka 95 zilikuwa nyingi. Baadaye anaripoti kule kama ameibiwa kule polisi, na yule polisi wa kiume wanaeleza kwamba ni kweli yule bwana ameripoti kule. Kumbe yote yale ilikuwa kupiga chenga. Siku moja akarudi tena, akasema mchungaji, yule mwizi amekamatwa kule Dodoma. Kwa hiyo limeitwa Dodoma. Wakati huo amenyoa kipara. Kumbe alikamatwa akaingizwa jela. Sasa anataka kuzidi kunidanganya. Anasema yeye anatoka Lake Natron. Kaniambia, sasa mchungaji, nimetumwa na missionary, twende wote. Mke wangu akaniambia, baba kodao, usije ukaenda. Nikamwambia hata mimi sitakwenda. Lakini kama ingekuwaje tungemtambua siku ile roho wa kupambanua, angepambanua siku ile. Mungu asifiwe. Kwa hiyo kuna neno la maarifa, kuna neno la hekima, na kuna kupambanua roho. Hizo zinaitwa karama za kujua. Ni kundi. Kuna kundi lingine, karama za kutenda. Kundi la pili ni karama za kutenda katika Roho Mtakatifu. Kwa maana kuna karama ya uponyaji, kuna karama ya miujiza, kwa maana kuna karama ya imani. Kuponya wagonjwa. Huwezi ukaponya wagonjwa kama huna karama ya imani. Na Biblia haijasema hiyo ni kazi ya mchungaji tu. Ni mwili wa Kristo. Mungu asifiwe. Yawezekana mtu akawa na karama zote, lakini kila mtu, hakuna aliyepitwa, aligawiwa. Hata wewe una karama. Lakini sijajua karama ulio nayo umeifanyia nini? Au umejificha tu? Umekaa tu unasubiri karama za watu wengine zitende kazi? Za kusema, karama za kusema, ambapo tuna lugha. Sio wote kila mara mtanena kwa lugha, yani mtanena kwa lugha. Hapana. Kuna ambao hasa wana hiyo karama, kila mara watakuwa wakinena. Japo katika kumiminiwa Roho Mtakatifu utanena kwa lugha, lakini kwa kuleta mambo mengine ndani ya kanisa la Mungu, wapo ambao wataendelea kunena kwa hizo lugha, na kuna ambao wamepewa kutafsiri lugha. Hivi
Kuna ambaye amewahi kunena kwa lugha ikatafsiriwa hapo? Basi tabidi tuombe Mungu. Katibu, naona katika yale maombi ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, tumuombe Mungu pia karama zifanye kazi. Karama zifanye kazi. Maana Mungu ametupatia. Aidha ni wewe au ni mimi au ni mwingine atafsiri. Kwa maana kwamba yule akinena kwa lugha na yule wote mkinena kwa lugha bila kujua kwamba mtu anasema nini, ina maana yule anayenena kwa lugha anajijenga mwenyewe. Lakini tunataka pia kanisa lijengeke. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lijengeke. Tusile na kunywa tu tukasahau kwamba tumeitiwa na tumemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu kwa makusudi gani? Ili kazi za Mungu zipate kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna lugha, kuna tafsiri za lugha,